Huyo ni mwalimu ambaye tayari ameshajiestablish kama party ya mafanikio ya hizo timu, kwamba Mamelodi hakiwepo hapo kama assistant coach, wakibeba hayo makombe si ya ligi, wakibeba CAF Champions League, si wakibeba ile African Super League ambayo haijaendelea tena. Alikuwa ni party ya mafanikio, lakini jana yake kama mwalimu mkuu unaona imekuwa ni changamoto. Hata spell yake alipopewa Mamelodi haikuwa nzuri sana. Amekuja hapa Lofton Villa Golden Arrows, unaona amejitahidi kuimprove team kidogo zaidi, hususan ni msimu huu uliokwisha. Kidogo unaweza kuona alitengeneza timu ambayo kidogo ni ya ushindani kidogo. Kumaliza nafasi ya 6 si haba kwa ligi ambayo ni ushindani kama ya Premier Soccer League PSL ya South Africa pale. Na ukiangalia msimu huu Golden Arrows imekuwa ni moja ya timu ambayo imekuwa na performance nzuri kiuchezaji. Kwanza ukiangalia ni timu ambayo imekuwa na wastani mzuri sana wa kumiliki mpira, kwamba ukitoa Mamelodi Sundowns, ukitoa Orlando Pirates pamoja na Kaizer Chiefs ambazo ndio timu ambazo zinaongoza kwa kumiliki mpira. Sundowns ana almost 60%, anakuja Orlando Pirates almost 50%, na anakuja Kaizer Chiefs almost 50%, na zeni wanakuja Golden Arrows. Unaweza kaona ni timu ambayo kidogo mwalimu ana usudu sana kwenye hilo swala la kutengeneza timu ambayo inamiliki sana mpira kwa asilimia kubwa. Lakini pia unakuja ni timu ambayo imewini sana mpira maeneo ya mwisho, kwenye wame possession kwenye final thirds katika zile timu 5 za msimu uliopita wa South Africa. Waweza kuona mwalimu pia ana usudu timu yake ipress juu, kwamba kupoteza mpira waweze kueni juu. Ni kitu ambacho kimekuwa impressive. Lakini kitu kingine pia ameonyesha ni mwalimu ambaye anaweza kucoach timu ambayo inaweza kutengeneza nafasi na kufunga mabao. Wakiwa pia ni moja ya timu ambayo imescore mabao mengi sana msimu uliopita kwenye ligi ya South Africa. Kwa picha tu hiyo ndogo unaweza kaona idea ya kimpira. Lakini idea ya mafanikio kama kocha mkuu ni safari nyingine sasa, ndio ambao anabidi aji-establish Young Africans. Kwamba anakuja Yanga, timu ambayo ina demand mafanikio. Locally Yanga malengo yao kila msimu ni kuwa mabingwa mashindano yote ya ndani, kwamba acheze Muungano, acheze Mapinduzi, acheze CRDB Confederation Cup, acheze NBC Premier League, acheze Ngao ambao ndio itakuwa kiunzi chake cha kwanza. Yanga wao malengo yao ni kuwa mabingwa, sio kumaliza wa pili. Kwenda nje huko unaona ni Yanga wanahitaji kuvuka group stage kama hapo, labda na kuendelea huko wa demand sana makombe tofauti na ndani. Kwa hiyo unaona ni kitendawili kingine ambacho kiko kwa mwalimu huyo, ambapo akiwa kocha mkuu bado hatujaona, lakini unaona zile idea. Kwa hiyo nikiangalia CV zake, nikiangalia future ambayo nimeiona kwa timu zake ambazo amepata nafasi ya kufundisha, idea naiona. Naamini kama atakutana na wachezaji ambao ni wazuri na kikosi ambacho kinahitaji hicho anachokionyesha na anachokiusodo, anaweza akapata hayo mafanikio. Lakini kwa Young Africans kipimo kikubwa zaidi nadhani kitakuwa nje. Kimataifa ni eneo ambao mara nyingi tunaweza kupima walimu wa hizi timu zetu mara nyingi sana, kwa sababu locally kidogo unaona kuna kama urahisi. Hatumaanishi ule urahisi kwamba wanakutana nao uwanjani, kidogo mazingira yao tu. Simba na Yanga hata kabla hawajaanza msimu, vipaumbele vyao vya kufanya vizuri ligi ya ndani vimekuwa ni vikubwa sana. Yanga anaweza asiongeze watu kwenye kikosi ambacho yuko nacho na kuhakikisha anaweza kumaliza nafasi ya kwanza, ya pili au ya tatu kwa mazingira ya ligi ilivyo. Ni same kwa timu kama Simba. Kwa hiyo kidogo kunakuwa hauko ugumu ule mkubwa sana, tofauti na kimataifa ambapo inaweza ikawa sasa nafasi kwake kujiestablish kwamba je, ni mwalimu ambaye anaweza kuipeleka Yanga huko. Je, ni mwalimu ambaye anaweza kutengeneza history kwa Yanga kama ambavyo tumeona walifanya the likes of kina Gamondi, kina Nabi ambao walifanya wakiwa na klabu ya Yanga. Ni swali la kujiuliza, lakini nikiangalia potential, naiona potential, lakini ule ujasiri wa kusema naamini kwamba ni chaguo sahihi binafsi bado sina. Unaogopa kubeti hapo? Binafsi sina hiyo confidence, kwa sababu ni mwalimu ambaye still bado anabidi ajiestablish kama kocha mkuu. Pati ya mafanikio amekuwepo kama msaidizi. Kumanage sasa timu wewe kama wewe ndio kila kitu center, huwa ni different story. Kwa nadhani bado ana safari zaidi, na naamini kwa kila ambacho nimekiona, kama atapewa wachezaji sahihi na wazuri na wapinzani ambao atakutana nao, basi anaweza akafanya vizuri. Lakini nadhani ni mazingira yale ya mkondo ambao tuliona miaka ya nyuma Tanzania tunaifanya kwa Kongo. Nilishagusia hapa la swala zima la concentration, area of concentration. Tunalaumu sana timu zetu hazina fedha, haziwezi compete against hizo big teams. Lazima ujitengenezee pia mazingira. Kuna maeneo unaweza kupata wachezaji wa bei rahisi, kuna mazingira unaweza kupata makochi ambao wanaweza kudeal na mazingira ya Tanzania. Kwa miaka ya nyuma tuna vilabu vyetu vilibezi sana Kongo hapa. Wachezaji wengi sana wa Kongo walikuja hapa.
tulipata pia wakufunzi wengi kutoka Kongo, vilabu mbalimbali. Kidogo taratibu unaona sasa hivi concentration pia inaanza kwa Madiba. Inaanza kushift taratibu. Ilianza kwa makocha, imehamia sasa hivi mpaka kwa wachezaji. Wachezaji wamecheza ligi za South Africa, hatukuwa kutarajia watakuja hapa. Walishakuja hao kina Skudo. Wamekuja sasa, tumemchukua mtu kama Rashid Delok, mtu ashakuwa beki bora kabisa wa ligi South Africa. Amekuja hapa. Hao sasa hivi wanahusishwa wachezaji wa Golden Arrows. Simba wanaye Neo Maema ambaye mkataba wake unaisha, sijui kama watamuongezea. Kwa hiyo ni mazingira pia yanaendelea huko. Simba pia dirisha lililopita walihusishwa na mchezaji wa Orlando Pirates ambaye ameondoka sasa hivi, Sefo Mbole. Kuna kipindi pia Yanga walihusishwa na mtu kama Tapero Maseko. Kwa hiyo movement zina change taratibu. Kwa hiyo nadhani ni mazingira ambayo inabidi tuyatumie vizuri na tufanye choices ambazo zinaweza kawa sahihi zaidi kuzisaidia timu zetu kwenda mbele, na sio tu kufanya hizi move ili mradi kwamba sasa hivi kumehamia huko na sisi tuhamia huko. Inaweza ikawa ni story ya tofauti zaidi. Kwa binafsi sina imani kubwa sana, ila ninaamini kama atapewa wachezaji wazuri anaweza kufanya kitu kizuri kwa kile ambacho nimekiona kwake. Sajigwa Senior, unapanda boti ya mashabiki wengi wa soka hapa nchini ambao wanaamini kwamba huyu wanaamini nini? Wanaamini mashabiki wengi wa soka hapa nchini Tanzania wanaamini huyu kocha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere afiki. Yaani Oktoba 14. Miezi mingi inawezekana. Inawezekana asifike au akafike. Yote inawezekana. Je, unapanda hiyo boti? Kwa sababu mara mwisho anapewa timu kubwa. Mimi anaachiwa timu kubwa ambayo labda ina hadhi kama ya Yanga au ina malengo kama ya Yanga. Hakudumu hata miezi 6, kama miezi 4 sio akafukuzwa. Kama kocha wa shambuliaji. Kipindi kile Lula anaondoka, yeye akabaki akaachiwa timu. Ndio 2024 hiyo, 24 25. Hakutoboa miezi 4 akafutwa kazi. Lakini kwenye timu za madaraja mengine, Maritzburg, Golden Arrows huko anaishi sawa. Kwa tabia inawezekana gani kocha fulani wa daraja la kati. Kwa hiyo anaweza kawa kocha wa timu ndogo. Timu ndogo, kwa sababu ni timu kubwa mpaka sasa hajafanikiwa. Bado ni kitu ambacho yeye mwenyewe ukimuuliza hawezi kukupa proof ya fact kwamba nilifanya sehemu fulani na fulani. Itabaki tu kwenye imani kwamba kwa sababu tumeona kuna potential hii, inawezekana tukimpa muda akabadilisha. Lakini as it stands, sio mwalimu ambaye unaweza kutoka hadharani na kuweza kutamba kwamba huyu kocha ni mkali. Yani mdau wewe, yani kwamba watu wanavotoka kusema kwamba wameshusha chuma kwa wewe unavotazama si sahihi. Kuna mtu anatamba. Mimi nimeona tu kuna watu wanatamba. Kuna mwingine ambaye hivi kocha kwambia kocha huyu ubingwa usogezwe tu Jangwani. Sasa ubingwa wa Yanga sidhani kama anahitaji atakuwa na kocha wa wapi kushinda. Msimu huu kashinda ubingwa na makocha zaidi ya wengi hapa katikati. Hata msimu wa nyuma. Kwa hiyo yani mimi ndio nakuuliza hiki kitu. Unapanda hiyo boti ya mashabiki ambao wanaamini wanahesabu siku. Kama wanafikiria ubingwa wa ndani, hata kocha nikiwa mimi tunaweza tukashinda ubingwa. Mimi ni kocha Yanga, ubingwa ndani tunashinda. Serious. Yani Yanga atakubali Sajigwa Senior ubingwa anachukua. Tanzania? Simba Yanga, hata mimi nikiwa kocha tunashinda. Lakini test ya utofauti wa kocha mara nyingi tunaipima pale ambapo tunavuka mipaka ya Tanzania. Kwa sababu ubingwa wa ligi ya Tanzania na baadhi ya ligi ambazo unakuta kuna timu moja au timu mbili ambazo inazidi timu nyingi uwezo wa kiuchumi na nguvu nyingine nje ya uwanja, ni rahisi sana kushinda bila kujali kwamba na watu gani ndani. Kwa hiyo Simba na Yanga hapa ndani na mizizi mikubwa kiasi kwamba hata kama na mwalimu wa kawaida unaweza akashinda. Na ndio maana kuna muda unakuta na timu za kawaida lakini nafasi ya pili kawaida tu, yani ushtuki. Unajua usimamana ipo unga lakini ipo ya pili. Ndio. Kitu ambacho labda hiyo quality ingekuwa mtu mwingine angekuwa ipo chini. Kwa sio story leo hii Yanga. Yani shabiki hataki kutamba kwamba labda huyu kocha anakuja kushinda ubingwa wa ndani. Ubingwa wa ndani ameshindwa na makocha wa muda hapa. Hawa Intel sio ameshinda ubingwa wa ligi. Vizuri tu. Kwa sio jambo, sio story. Nadhani ndio issue hapa. Ni kile kigingi cha kutoka makundi kwenda robo finali ya Champions League. Na zaidi, huko ndipo story ambako ndio inabidi ikatazamwe zaidi. Sasa mimi naamini hata wao Yanga wakati wanafanya majadiliano na bwana Ogopa na Koba. Moja ya kitu ambacho kilikuwa mezani naamini. Hata mimi nasema. Nimemsikia hata kwenye press na sauti ipa atakuja kwa Kibe.
amezungumzia Champions League. Amezungumzia zaidi ligi ya mabingwa. Kwa na mimi Yanga wao pia walikuwa wanahitaji eneo hilo la Champions League. Yaani singekuwa rahisi leo hii nakaa mezani na kocha ambaye amedumu Mamelodi kwa miaka 11 bila kujali alikuwa na title gani. Uwezo kuja kumwambia eti tunakuleta hapa nataka tushinde ligi ya ndani. Haiwezekani. Lazima uwe na malengo makubwa. Sasa malengo makubwa ni hapi? Ligi ya mabingwa, kufanya vizuri zaidi. Huko yeye akiwa front hajawahi kufanya. Kwa nahitaji kumuona ili niweze sasa kudhibitisha kwamba huyu ni kocha ambaye Wanayanga wanatakiwa kutamba naye. Kwa nusu. Na hii haimzuii wala haizuii walimu kufanya vizuri, kwa sababu mtu anaweza kaja na mifano ya kutosha hapa walimu ambao kwamba alikuja walimu wa kawaida hapa Gamondi wote sio kuja wakiwa makocha wasaidizi kutoka Gamondi namba nyingine hiyo. Gamondi amekuja hapa na Champions League nusu finali. Yaani kuna ile kuna wale wengine si ndio upepo ameupatia hapa yule kishingo wengine, lakini sio Gamondi. Gamondi amekuja hapa na CV. Kwa hiyo kwa mujibu wako wewe Nsajigwa Senior kwamba huyu ni kocha ambaye Wanayanga watakiwa kwa kawaida msiende mbali. Falwama Davis amekuja hapa kwenye timu kubwa, hajawahi kuwa kocha mkuu yeye pekee yake. Alikuwa Orlando, alikuwa kwa kocha Skies. Ameenda Raja kama msaidizi. Masbag yote alikuwa kocha mkuu, lakini timu ya daraja chini. Kwenye timu kubwa ameanzia Simba kwa mara ya kwanza. Alifanya vizuri, japo wakati anakuja story pia zilikuwa kama za Makoba. Kwa hiyo unaweza ukaja na CV ya kawaida afu kaenda pandisha baa, na unaweza ukaja na CV ya kawaida na ukafanya vibaya kama Roman Force ukaondoka mapema. Kwa yote yanawezekana. Ukaja na CV kama ya Benchika na ukafanya vibaya na mambo ya mazito. Ukaja na CV kama ya Benchika hapa na timu yako ikawa haina na namna ya ufungaji, namna ya ufundishaji wake unaendana na Yanga kwenye mifumo nimekutajia takwimu hapo ya timu zake. Ukiziangalia hizo takwimu unajua ni timu ya aina gani. Kama timu inaweza ikawa top 4 ya timu ambazo zimemiliki sana mpira kwenye ligi kama ya South Africa, unaweza ukaona ni mwalimu ambaye anahusudu sana possession. Nimekwambia pia timu yake ni moja ya timu 5 ambazo zimewini sana mipira juu eneo la mwisho. Maana yake ni mwalimu nao anahusudu sana high pressing, kwamba timu tukipoteza mpira tutabie juu. Ni falsafa ambayo unaiona Yanga sasa hivi misimu hivi karibuni, ni mpira ambao wamekuwa wanacheza sana, wanamiliki sana mpira, lakini pia wachezaji wao wamekuwa wazuri sana kwenye kuwin back mipira. Moja ya timu ambayo imekuwa bora sana kwenye counter pressing kwa miaka ya hivi karibuni, ukiachana na msimu huu, ni Yanga. Ubora wa viungo wao kwenye kuwin mipira hiyo back au kina Mudathir, kina Max Nzengeri, imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa kinawasaidia sana. Lakini kitu pekee ambacho nimekiona anakiusudu sana Yanga ambacho inabidi sasa waende wakamsaidia sokoni ni viwili. Cha kwanza wingers, anausudu sana ubora wa mapana ya uwanja huko pembeni, wachezaji ambao wanaweza kupunguza watu. Timu zake zote alizopita ambazo amekuwa kocha mkuu, unaona ni vitu ambavyo vinaonekana viusudu sana. Moja ya position ambazo amekuwa anazikava imekuwa ni hao wachezaji wingers ambao wana uwezo wa kupunguza watu 1v1, wana kasi, wanaweza pia kusaidia kuleta mipira ndani, kitu ambacho nikiangalia kwa Yanga sasa hivi sikioni. Akipo wale wameama huko sikioni. Kwa hiyo nadhani ni position ambayo mwalimu kama wataweza kumsikiliza wanabidi waingie sokoni kufanya hivyo, aweze kufacilitate mpira wake ambao nimeuona na usudu. Lakini kingine, striker ambaye anaweza akaisaidia timu kwenye build up, kwamba sio striker tu leo kusubiri, anaweza akaisaidia timu kucheza kuanzia chini, akipokea mpira kuanzia chini aweze kucheza na wachezaji wake, kwa sababu Dube hicho kitu anakiweza, lakini hayupo. Tunaongelea mchezaji ambaye ameshaondoka. Maana yake kama Yanga wanaenda kuangalia position ya mshambuliaji sasa hivi sokoni, wakuja kusaidiana na Depu, inabidi awe na hizo quality, kwa sababu Depu sio striker wa hivyo. Depu ni wale washambuliaji, mletee crosses ndani, mletee mipira ndani, ni finisher mzuri. Ni wale wachezaji wazuri kwenye box. Kimtoa nje ya box huwezi ona sana makali yake. Kwa hiyo ni eneo ambalo Yanga pia wanaweza wakaliboresha zaidi ili kufacilitate hiyo falsafa ya mwalimu ambao nimeiona anaicheza. Maeneo mengine wako wachezaji fullbacks ambazo wanaweza kupanda na kushuka, kupanda na kushuka, Yanga wanao. Kama anaweza kuongeza pia inaweza ikawa ni addition tu, au mabeki ambao wanaweza sasa kuisaidia timu kucheza chini. Hapo ni position nyingine, itategemea sasa na ubora wa afya ya Dickson Job utakuwaje kuelekea msimu ujao. Kama atakuwa pia yuko fit, ni eneo jingine ambao Yanga ambao anaweza akatafuta mbadala, kwa sababu moja kitu ambacho Yanga wamekuwa wana kiface, yes, una Diarra ambaye ni golikipa mzuri, anaweza kucheza na mguu wake very comfortable mguuni. Mara nyingi timu inapokuwa inamkosa Dickson Job, build up play ya Yanga mara nyingi inakuwa haieleweki. Kwa mara nyingi Yanga unaona wanarusha sana mipira, kwa sababu ukiwa na partner ya Mwamnyeto pamoja na mtu kama Ibrahim Baka, hapo hamna mtu ambaye ni mzuri sana mguuni, comfortable akitulia hivi akipressiwa. Hayupo hapo.
wote ni wazee wa kurusha mwendo wa moyo. Kwa hiyo kama unapomkosa Dickson Job, timu inakuwa haiko comfortable kuanzia mashambulizi kutoka nyuma kirahisi, kupunguza watu taratibu, na nilitaka kusahau eneo moja ambalo ni la msingi sana. Ndio. Yaani hilo ndio inabidi kipaumbele kwa Yanga sokoni. Yaani kwamba wakichemka tu basi Mngiti namba 6 anaweza kucheza mpira. Yaani bila leo watu wanaanza kutafuta mchawi hapa. Yaani kwa vitu ambavyo tumeviangalia kwa mwalimu Mangoba Mgesi. Mimi ni mdau mzuri sana wa Mamelodi, anaelewa Sajigo. Masandawana. Kwa ni mtu ambaye nimemuona kila siku. Kwa mpira ambao anausudu, shine football. Ndio. Bila namba 6 ambayo inaweza kuisaidia timu kucheza kuanzia chini, kupokea mpira ikiwa imeipa goli mgongo au mbele, inaweza ikawa ni changamoto. Kwa hiyo sioni nafasi ya Damaro Yanga msimu ujao kwa kocha. Kwa Azewe anavyocheza, kwa ni eneo ambalo inabidi pia Yanga waingie sokoni kwenda kutafuta mchezaji wa aina hiyo ambaye anaweza akasaidia timu kucheza kuanzia nyuma, na mlinzi ambaye anaweza kuisaidia timu kucheza kama Dickson Job atakuwa bado hayuko fiti kwenye mazingira kama haya. Kwa hizo position zote nilizokutajia, kama ataletewa watu wa aina hiyo akafeli, ndio basi atakuwa na haki ya kuondoka, lakini kama naamini ataletewa watu sahihi wao maeneo nilokutajia, basi sitoshangaa kuona mpira wake ambao nimeuona na usudu, sababu ni mwalimu ambaye anamwidolize sana Pitso pamoja na Pep Guardiola, ni watu ambao anawakubali sana. Kwa hiyo ukaangalia hao aina ya walimu na mpira ambao wanaofundisha, unaweza ukapata jibu la haraka. Kwa hiyo nadhani ni maeneo ambayo Yanga wanabidi wajitransition wao kuelekea msimu ujao kwa aina ya mwalimu ambao wamemleta, kwa sababu kama unawaleta hao walimu wa nje, mara nyingi wana demands kubwa sana tofauti na hao walimu wetu. Kwa hiyo mara nyingi usipomtimizia majukumu yake anaondoka. Asubuhi tu. Tunaona issue za kina Fadu. Mkuta mwalimu anataka mchezaji wa aina hii, haumletei na kwa changamoto. Na unaona kwa mfano mzuri kwa Simba dirisha kubwa hakufacilitate kile ambacho mwalimu alikitaka, timu ikayumba, amekuja mwalimu mwingine wamemtimizia hayo mahitaji. Unaona timu inacheza mpira sasa hivi mzuri, timu imepata matokeo, haijapoteza mchezo tangu mwalimu achukue timu ile mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nadhani ni mazingira ambayo ukiachana na profile ya mwalimu, sasa ni jukumu pia la Yanga kuplay part yao sasa kama klabu, kuweza kuhakikisha wanamsaidia mwalimu kutimiza au majukumu ya vifaa sasa au wachezaji, kwa sababu kikosi chao kwanza ni finyu kwa msimu mpaka sasa hivi ulipo, na majeraha mapya ambao wameyapata na aina ya wachezaji ambao mwalimu pia anawahitaji wako wengi, lakini kuna maeneo muhimu ambao naona timu ina lack. Kwa kusummarize nimekutajia mlinzi ambaye anaweza kuisaidia timu kucheza kuanzia nyuma, namba 6 ambaye anaweza kuisaidia timu pia kucheza kuanzia nyuma, ball playing holding midfielder mzuri, wingers na striker ambaye anaweza akawa mzuri kwenye build up play ya timu. Sawa, na tusikie kocha mwenyewe sasa. Kocha naye bwana ana balaa. Yaani kocha yeye anasema kwamba watu watasubiri, watu na vidiwanye maji. Yaani watu dawa hakuna kuchimba. Au unasemaje jamaa? I just wanted to be back into the Champions League space and see what can happen, and an ambitious club that is willing to try and bring some players to make sure that we can achieve our objectives. Very professional setup that is very encouraging for me, and it's something that I've always been looking forward to be back in the Champions League and see how far can I take the East of Africa in the Champions League. Sawa, usikia balaa hilo. Balaa namba 1 ni kufanya vyema klabu bingwa barani Afrika. Yes, nadhani kwanza ndo eneo la msingi zaidi ambalo mimi naamini Dar es Salaam Africans walikuwa wameliangalia. Amezungumza hapa Eben na Nsajigo kwa uzuri kabisa juu ya kwanza walivyomuuliza Nsajigo kuhusiana na muda ambao anaweza kasalia Jangwani kwa muda gani kocha Makoba, lakini eneo moja ambalo mimi naamini ni kwamba sawa, tutakubaliana wote kwamba kocha huyu hana ile CV kubwa ya kwamba amewahi kuwa kocha mkuu kwenye klabu fulani na akawa na mafanikio makubwa. Lakini ukitizama ule muda ambao ameishi na klabu ya Mamelodi Sundowns, lakini pia na yale mafanikio ambayo wameyapata Mamelodi Sundowns, na Dar es Salaam Africans wao zaidi walikuwa wanaangalia katika issue nzima ya idea kwamba tumpate mtu ambaye ana ile idea ya mafanikio ambayo wakati timu inayapata alikuwepo na alishiriki, alitoa mchango wake katika ile mafanikio ambayo Mamelodi Sundowns waliyapata. Kwa hiyo naamini Yanga wao wenyewe wamemleta mapema sana, wakiwa naamini kwamba atakuja kabla msimu haujaanza wa mashindano yote ambayo Yanga watakuwa wanashiriki,
alete idea zake ambazo anaamini kabisa kwamba Yanga wakipita katika hizo idea wanaweza kufanya vizuri katika klabu bingwa barani Afrika. Sifikiri kama Yanga wanawaza zaidi katika kuchukua moja kwa moja ubingwa wa Afrika, lakini walao kupiga hatua moja mbele ya pale ambapo wamekuwa wakifika katika misimu ya hapa nyuma. Hizo idea kocha anazo na atazileta ndani ya klabu kwa viongozi, na naamini hata katika eneo la wachezaji ambao ndio eneo muhimu zaidi katika usajili wa klabu, anaweza kaleta ideas kwamba namhitaji mchezaji fulani au mchezaji wa aina fulani ambao wao viongozi